Dr. Said na Sheikh Al-Ghazali anaenda kukuendelea kukuchambulia namna ambavyo utaweza kuona na kuona madhara na hatari za uchawi huu, uchawi wa maradhi, namna gani watu hupatwa maradhi, lakini hupata maradhi na vyanzo vya maradhi haya yanakuwa ni uchawi. Hapo Sheikh, kabla ya kwenda nalo swali la msingi, kuna namna ambavyo watu wanaripoti kuumwa maradhi na wanakwenda hospitali wanapima, lakini hawaonekani kukutwa na maradhi, lakini wapo ambao pia wanaumwa maradhi wanapima wanakutwa na maradhi kweli, lakini kila kitumia dawa mapambano yake yanakuwa ni mkubwa, wanashindwa kufikia tamati ya kumaliza maradhi haya. Nini kinaweza kikawa katikati katika haya maradhi? Bila shaka kutakuwa na sihr, na ndio maana tukasema taarifu ya sihrul maradhi ni nini? Huwa naw'un min as-sihri alladhi yaqumu fihi al-jinniyu as-sari'u bit-ta'thiri ala markazi min marakizi al-mukhi kas-sam'i aw al-basari aw al-ihsasi aw al-haraka fi tarfi al-jismi aw al-juz'i min ajza'i al-jismi aw harakatin min harakati al-jismi. Ya Allah. Tayyib. Bila shaka tunasema kwamba uchawi wa maradhi ni aina ya uchawi ambao atasimamia uchawi huo sheitani wa kijini aliyosalitishwa kwa mwanadamu kutoka kwa mtu muovu bitaathiri ala markaz min marakizil mukhi, kwa kuleta madhara katika sehemu miongoni mwa sehemu za ubongo wa huyu mwanadamu. Shetani, uchawi unaweza kuleta madhara katika sehemu ya ubongo wa mwanadamu, katika markaz, kituo miongoni mwa vile vituo 14 vinavyopatikana katika ubongo wa mwanadamu. Katika hali za namna hiyo, kasami, kama jinsi ambavyo aina ya shaitani huyu ambaye anatumiwa na wachawi katika kuleta madhara katika afya na maisha ya binadamu, anaweza kuingia katika mwili wa mwanadamu akaenda kukaa katika sehemu inaitwa markazu sam'i inayopatikana katika dimaghi, katika ubongo wa mwanadamu. Hapo sasa atakwenda kuleta madhara, fayasiru summa. Hapa sasa utaona yule mwanadamu alikuwa anasikia vizuri, lakini ghafla anapoteza usikivu wake, anakuwa hasikii tena. Hizi ni athari miongoni mwa athari za kisihri, ndio mtu anakuwa kiziwi maskini, na wakati hakuwa hivyo. Hii ni moja katika hatari za uchawi huu. Awil basari, au kadhalika uchawi huu unaweza ukaenda kukaa katika sehemu ya markazul basari, sehemu ambayo inapatikana katika ubongo wa mwanadamu inayoshughulika na masala ya kuona. Akishafika pale huleta madhara na hivyo kumfanya mwanadamu anakosa au anapoteza uoni wake, au anaweza akawa hata kipofu kabisa katika hali za namna hii. Huyu ndio katika baadhi ya nyakati anakwenda kufanywa vipimo hospitalini, anaambiwa markazul as-sam'i, sehemu ile ya kusikia inaonekana haina tatizo na masikio yake yote yako safi kabisa, lakini kadhalika na markazul basar ambayo inapatikana katika ubongo nayo inafanywa vipimo, inaonekana iko safi, haina tatizo kabisa, lakini mtu hasikii na mwingine kapoteza uoni wake katika hali hiyo. Ndio sihri. Yani uchawi ni kitu kibaya. Faman amila sihra falyatabawa maq'adahu minan nar, anayeroga watu akawafanyia uchawi watu, kawadhuru watu, ajiandae kwenda motoni kama hatoacha na kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awil ihsas, au kadhalika anaweza kwenda kuleta madhara katika sehemu inaitwa al-ihsas, sehemu ambayo ndio inapangilia masala ya hisia katika mwili wa mwanadamu. Ndio mtu anakufa kihisia, anakuwa hana hisia yoyote, mwili wote unakuwa kama vile umeparalyze vile, anakuwa katika hali za namna hiyo. Awil haraka, au kadhalika vile vile inaweza kuleta madhara katika markazul haraka. Unajua katika ubongo wa mwanadamu umegawanywa katika sehemu 3. Kuna hizi manatiq mutamayiza, kuna mintaqatun harakia, ndio hii tunaona kwa ajili ya kutengeneza haraka, yani harakati zote za mwili na shughuli zote za mwili ndio zinatengenezwa hapo katika ubongo, inaitwa mintaqatun harakia. Alafu kadhalika kuna hiyo sehemu ya ihsas yenyewe ndio inatengeneza hisia. Alafu kuna mintaqatun munadhama yenyewe inapangilia sa utaratibu wa mwili wenyewe namna jinsi ambavyo unavyotakiwa katika hali za namna hiyo. Sasa pakipata madhara hapa fi tarfi min aljismi, hapa sasa huyu mwanadamu atajikuta naye anapata madhara katika sehemu ya
kiungo katika mwili. Ndio kuna baadhi ya watu wamepoteza mkono na mguu, lakini asili ya kupotea mkono na mguu kwao ni uwepo wa sihrul maradhi, uchawi huu wa maradhi katika hali za namna hii. Wallahi ni hatari sana. Lau ndugu yangu utapata taratibu hizi, ukajitafiti na ukabaini haya yapo kwako, basi jambo la msingi ni wewe kuchukua juhudi za maksudi kabisa kuona namna gani unaweza ukanusurika na haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika au juz'in min ajza'il jismi, au sehemu yoyote katika viungo vya mwili, au harakatin min harakatil jismi, au harakati katika haraka zile za mwili. Ndio utaona mtu anakosa utendaji katika mwili wake, lakini kumbe ni kwa sababu ya sihiri ndizo zimefanya katika hali za namna hii. Nini sababu? Au twende haraka haraka katika kutazama viashiria. Viashiria vyake, cha kwanza kabisa, ta'tilun hasatin au akthari min hawasil jismi, lakini kadhalika ni kuharibu hisia zote zinazopatikana katika mwili, au kuharibu kwa kiwango kikubwa cha hisia katika mwili wa mwanadamu. Ibn Qudama ndo akasema miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao unamziwia mwanamume hata kuweza kuliendea tendo la ndoa pale anapokuwa na mkewe. Yani sihrul maradhi inaweza hata kumfanya mtu akawa yope, yani akawa hawezi kuliendea lile tendo la ndoa pale anapokuwa na mkewe. Uchawi ni kitu kibaya sana. Anayefanya uchawi na akawa hajaacha na kutubia kwa Allah, basi ajiandae kwenda motoni, fanaudhu billahi min nari jahannam. Lakini kadhalika kiashiria cha pili, alamun bi juz'in min ajza'il jismi au bil jismi kullihi, maana yake ni huyu mwanadamu atakuwa anapata maumivu katika sehemu miongoni mwa sehemu za mwili. Anapata maumivu katika sehemu miongoni mwa sehemu za mwili, maumivu ambayo hayatambuliki kidaktari. Anakuwa na maumivu makali, au mwili mzima una ripoti maumivu katika hali za namna hiyo. Kiashiria cha tatu, uchawi wa maradhi, as-sudaun au as-sar'u, ni mtu kuwa na maumivu sana ya kichwa chenye tabia ya kuhamahama. Anauma upande wa kulia, mara kinakuja kinauma mbele, mara anauma upande wa kushoto, mara kinauma kichwa kizima, kinauma kichwa kizima kweli kweli. Hii ni hatari sana. Au mtu kuwa anaanguka na kuzimia zimia. Hii ni hatari ambayo inaweza kujitokeza. Au tashannujat, au kadhalika mtu anaweza kuwa anakakamaa mwili. Uchawi unaweza kufanya hivyo katika matukio kama haya. Lakini kiashiria cha nne, tawaqufun kulliyun au juz'iyun anil haraka, ni mwili mzima kustopishwa kabisa katika sala la harakati. Ndio utamuona mtu pale alipolala kama amekufa vile, kumbe ni sihri ndo zinafanya hali za namna hiyo. Lakini kiashiria cha tano, shalalun tarafin au akthara min atraf aljismi, kuparalyze kiungo kimoja au viungo vingi katika mwili wake. Yani anakuwa katika hali za namna hii, ni hatari sana sana. Yumkinu dhuhuru aradin au akthara min al-a'rad al-madhkura au nahwiha. Kuna wakati inawezekana viashiria hivi tulivyovitaja vikadhihiri, na vinawezekana vikaja viashiria vingine ambavyo hatujavitaja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huyu sasa matibabu yake ni yepi? Ndio hapa nataka niseme kwa haraka haraka, ili kadhalika biidhnillah subhanahu wa ta'ala mambo yaende sawa. Na kwa leo ndo nitakuwa naishia hapa. Yajibu al-kashfu awalan an sababi udhui. Ni vema sana kwanza paanze kufanya tafiti sababu ya kupooza, au sababu ya maumivu, au sababu ya kukosa hisia. Ni nini kilichopelekea mpaka mtu anakuwa katika hali za namna hiyo? Au nafsili al-maradhi, au sababu za kisaikolojia zichunguzwe kwanza kwa huyu mgonjwa, au asabi, au za kimisuli kwa huyu mgonjwa. Fa in wajada au fa in wujida wa illa fasababu ghaliba alhasad, ikipatikana basi tunajua sasa sababu yake ni kadha. Na kama sababu hakuna, ndo yale uliyosema, watu wanafanya vipimo alafu havionyeshi nini tatizo. Fasababu ghaliban, kwa mazingira hayo sababu itakuwa ni alhasadu, itakuwa ni hasadi, wal ainu, na itakuwa ni vijicho, au ilmasu, au miguso ya kishetani, au sihru, au itakuwa ni
machawi. Hiyo ndio sababu, yani ndio itakuwa sababu hiyo. Kama vyombo vya kidaktari havijabaini tatizo ni nini, basi hili ndio tatizo linalokusumbua ewe ndugu yangu hapo ulipo biidhnillah. Fa in kana sababu huwa almasu, ikiwa sababu inatokana na miguso ya kishetani au sihru au inatokana na uchawi, yuqra'u alayhi ruqya, usomwa visomo maalumu vinavyokwenda sambamba na aina ya uchawi huu unaoitwa sihrul maradhi, ambao visomo vyake ni tofauti na visomo vya sihru ta'tili zawaji, ambao visomo vyake ni tofauti na sihrul hawatifi, tofauti sana, ipo hapo katika hali za namna hiyo. Fa in takallama aljinni yusari'u, ikiwa kama atazungumza huyu sheitani, basi zile hatua za uzungumzaji zitakwenda hivyo mpaka aweze kutoka. Wa illa, na kama si hivyo, basi kadhalika vile vile natakiwa apate ma'u ambao maqru'u alayhi arruqya, iliyosomewa ndani yake visomo maalum vinavyokwenda sambamba na sihri. Ndio maana tukakuandalia haqqul mujarrab. Wewe ambaye utakaona katika hii sihrul marad ambayo tumeeleza hapa, haya yamejitokeza kwako au yamethibiti kwa jamaa au ndugu au rafiki yako au mtu wako wa karibu, basi haqqul mujarrab hii jurriba miraran wa saha, ni muhimu sana katika kumaliza mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwasiliana nasi mahala popote ulipo pale duniani, zinafika haraka sana biidhnillah. Iwapo zile taratibu zitatekelezwa, mambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Na mwisho kabisa, tuje hapa katika majambo yetu. Hapa tunayo hii dawa yetu mujarrab kabisa, inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mkono mujarrab sana katika kumrejesha mwanamume kuwa imara na kuweza kunguruma vizuri pale nyumbani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yupo ndugu yangu katika ardhi ya Marekani, yani yeye kila akinipigia simu ana furaha tu, anasema shekhe, wallahi umeninusuru kunitoa katika nyakati ngumu ambazo nilikuwa ninapoliendea tendo la ndoa na mke wangu, mambo yalikuwa mazito mno, lakini mashallah hivi sasa natamani mara kwa mara na ninakuwa niko vizuri katika kuliendea. Ama watoto wanafurahia, sa mambo yanakwenda vizuri biidhnillah. Sasa wewe unasubiri nini? Acha kubabaisha katika sala la tendo la ndoa. Hapa panatakiwa kuwa imara, jitahidi sana upate upate hii mkono wa Idi kwa dozi yake kamili, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah. Lakini tunayo hii ambayo ni al-irham. Hii ni maalum sana kwa wale kina dada ambao wana uvimbe katika sehemu ya vizazi vyao, lakini mifumo ya ada zao haipangiki, inavurugika na kuparaganyika mara kwa mara. Hajui anaingia tarehe ngapi katika mwezi na wala hajui anatoka tarehe ngapi katika mwezi. Hii ni muhimu sana 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 kwa ajili ya kina mama, na hata wale ambao wanakuwa na harufu mbaya katika sehemu za kike, fangasi katika sehemu za kike, lakini kadhalika mirija ya uzazi imeziba. Hii ni muhimu sana kwa ajili ya kuzibua biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ukifanya kizazi kuwa vizuri biidhnillah. Lakini kuna wale ambao wana thulul, zile chembe chembe ambao zinaweza kupelekea wao kupata kansa ya sirtanu unuqi rahmi, kwa maana kansa katika sehemu ya shingo ya kizazi. Hii ni muhimu sana katika kumaliza mashakili haya na kukifanya kizazi kuwa chepesi katika kunasa ujauzito biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muhimu sana. Hebu itumie sasa, ewe dada yangu, ewe mama yangu, kuondosha athari na mashakili ya aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-irham ndio mpango mzima kwa maisha salama na afya bora ya kizazi chako ya mwanamama biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunaye prostate, tezi dume. Katika miongoni mwa dawa ambazo zimejichukulia umaarufu wa kutosha ni huyu prostate, kwa sababu tezi dume ni hatari sana na inahatarisha maisha ya wanamume wengi sana, wanakuwa hatarini kwa sababu ya maradhi ya tezi dume. Lakini insha Allah biidhnillah, hii tezi dume ni mujarrab, sababu tezi dume ukiwa nayo na uwezo wa kuletea madhara makubwa.
Na unapokwenda kufanyiwa amaliyatul jarahia, masala ya operation, unaweza ukapoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa, ikawa baada ya operation basi kuanzia hapo na wewe khalas utabaki ndugu mtazamaji. Lakini kadhalika inaweza mtu baada ya kufanyiwa amaliyatul jarahia ukawa ni mtu ambaye mkojo unakutoka bila mwenyewe kujitambua nyakati zote, muda wote. Hii ni hatari sana 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 kabisa. Lakini kadhalika unaweza ukawa ni mtu ambaye bila shaka umefanyiwa operation leo, baada ya muda si mrefu hali ile ikarudi tena katika mazingira kama haya. Kwa tunakwambia fanya jitihada za maksudi kabisa uipate hii prostate ambayo ni matibabu mujarrab bila ya kufanya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jilinde ndugu yangu, nusuru tezi, kuwa imara katika kuliendea tendo la ndoa. Wanamume unapatikana hapo katika kuwa imara. Sasa lau kama utakuwa na maradhi ya prostate, inawezekana kukuharibia kabisa utendaji wako. Jitahidi sana upate dawa hii kwa dozi yake kamili, bila shaka mambo yatakwenda sawa biidhnillahi ilkarim. Haya, tunamaliza huyu bwana mkubwa huyu. Hii inaitwa tanwirul jasad. Hii ni kwa ajili ya kutia nuru mwili. Kuna watu wamerogwa katika uchawi ambao unaitwa sihrul fashli wal ya'si wal faqri. Kuna aina ya uchawi ambao kanuni yake ni kumtaka mwanadamu awe lofa. Una mipango mizuri sana lakini haitimii siku zote. Sasa na kuna sihrul ya'si, kuna uchawi ambao akifanywa mwanadamu kazi yake anakuwa kukata tamaa tu, kila kitu yanakatia tamaa. Hii pia ni hatari. Alafu wal faqri, na kuwa fakiri kabisa, yani yabiu kulla ma yamlikuhu, kila anachokimiliki yeye ndio anakuwa uzauza mzee, uzauza vyote ovyo tu. Alafu sasa ile aliyopata anaitumia ovyo ovyo ili mradi mambo yake yazidi kuwa ovyo zaidi. Hii ni hatari sana. Lau kama utapata hii tanwirul jasadi, takwenda kuondosha hasadi hizo, sihri hizo, na we kubaki salama na mwili kupata nuru. Hivyo kila utakayezungumza naye basi utakuwa kama vile una pete ya Nabii Musa katika ulimi wako. Lakini kadhalika utakuwa ni kama mtu ambaye nuru ya Nabii Yusuf iko katika paji la uso wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ipate tanwirul jasad, nawirisha mwili, pendezesha mwili wako, lakini kadhalika fanikisha makusudio yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tanwirul jasad ndio nuru ya miili yetu biidhnillahi alkarim. Lakini kadhalika ndugu zangu, tuna hii dawa ya arramad kwa ajili ya macho. Jamani, jicho ni madini ghali, hayanunuliwi kwa fedha, na mwanadamu analitumia jicho kutazama kila kinachoonekana. Anaweza kujua hiki kizuri, hiki kibaya kwa kutumia jicho. Anaweza kufahamia kwamba hiki ni kichafu, hiki ni kisafi kwa kutumia jicho. Hivyo jicho ni madini ghali sana ambayo muhimu sana ulilinde jicho lako. Sisi tulisoma darasa moja, sasa man arada an yahfidha ainahu, yoyote yule ambaye anayetaka kulilinda jicho lake, fa alayhi alla yasmaha dhubaba an yaqa ala wajhihi. Nasema ni vema sana kwa mtu huyo ajitahidi kwamba asimwache nzi akadema katika macho yake, kwa sababu akidema katika macho, katika miguu ya nzi anabeba jarathim, bakteria wa aina mbalimbali, ambao bakteria hao wanaweza wakaleta athari na madhara katika sehemu ya jicho lako. Kwa hiyo jitahidi sana ndugu yangu ambaye una pressure ya macho, ambaye una mtoto wa jicho, lakini una trachoma, una glaucoma, jicho kavu, jicho linawasha sana, lakini kadhalika jicho linatoa machozi, unapoteza nuru ya kuona, basi hii bila shaka arramad ni muhimu sana 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 kwa ajili ya afya na usalama wa macho yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jipatie mambo yaende vizuri biidhnillah ilkarim inshallah.
Bila shaka kwa wale ambao tayari wana madhara tokanayo na uchawi wa aina mbalimbali, nadhani sasa bila shaka umepata fursa ya kuweza kujikagua, kujitathmini hapo ulipo, ili kuweza kujinasua dhidi ya balaa zito tokanalo na uchawi za aina mbalimbali. Lakini pia bila kusahau tumeweza kuona na ambavyo mwanadamu anaweza kuitibia tezi dume bila ya upasuaji na akawa imara kabisa. Bila kusahau mwanamume kwa imara ni kuipata tu mkono wa Idi bila kumwacha pia nyuma bwana Ar-Ramadi kwa ajili ya macho yetu. Macho ndiyo dhahabu ambayo unaweza ukaisema haina mfano wake, kwa sababu ladha ni uono unachokiona na unachokisikia pia wakati mwingine kama inawezekana kuonekana kionekane, ndio ladha ya macho. Lakini usipoona unaweza ukajiona ni mtu mmoja dhaifu sana sana. Linda macho yako uweze kuwa imara, lakini pia linda macho yako yaweze kuwa salama, ili kuweza kufanya kheri ziweze kupatikana. Na yote kwa yote, kumbuka tunapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748 86 97 33 au 06 59 86 97 34. Tupigie sasa ili kupata maelekezo yaliyokuwa bora kabisa. Idhnillah subhanahu, tunaamini kheri nyingi zitapatikana. Wasiliana nasi kupata yaliyokuwa bora idhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.